Umewahi kumtazama mtu machoni na kujua anakudanganya ila huwezi kuthibitisha? Hisia hiyo si wazimu, ni uhalisia. Ubongo wako hugundua uongo mapema kabla hisia zako hazijagundua. Tatizo ni kuwahi kufundishwa nini cha kuangalia. Watu wengi hufikiri uongo hufichuliwa na maneno. Wanakosea. Uongo hufichuliwa na tabia, na tabia haiwezi kudanganya. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha ishara 5 za kisaikolojia ambazo waongo hawawezi kuzificha, na ukiziona mara moja hutaweza kuzisahau tena. Namba 1. Mtu mwongo hujielezea kupita kiasi. Hii ndio ishara ya kwanza. Watu waaminifu hujibu, waongo huigiza. Ukweli ni rahisi, hauhitaji mapambo. Lakini mtu anapodanganya huingiwa na hofu ndani, hivyo anaongeza maelezo ya ziada, hadithi zisizo muhimu, ufafanuzi ambao hukuuliza. Kwa nini? Kwa sababu kudanganya kunaleta shinikizo. Akili yao inajaribu kusawazisha uongo, ukweli na majibu yako. Na ili kurudisha udhibiti, hufurika mazungumzo. Kumbuka hili: kadiri maelezo yanavyokuwa marefu, ndivyo ukweli unavyokuwa dhaifu. Namba 2. Mwili ukiri. Sahau ulichosikia kuhusu kuangalia macho. Waongo wa kisasa hufanya kupita kiasi. Wanatazama sana, wanakaa kwa kujiamini, wanajifanya watulivu kupita kawaida, kwa sababu wanajaribu kuonekana waaminifu. Lakini msongo wao huvuja. Angalia, kugusa uso, kurekebisha nguo, kufunika mdomo, miguu isiyotulia. Hizi ni tabia za kujituliza. Mdomo unaweza kudanganya, mwili hauwezi. Namba 3. Kucheleweshwa kwa maswali. Unauliza swali rahisi, badala ya kujibu wanasema, kwa nini nifanye hivi? Unadhani kweli ningedanganya? Hii inatoka wapi? Huo si mkanganyiko, ni kununua muda. Ukweli hujibu mara moja. Uongo unahitaji kujengwa. Mtu akiepuka jibu la moja kwa moja, tayari una jibu lako. Namba 4. Hisia hazilingani na uhalisia. Hisia za kweli huja kiasili. Hisia za bandia huja kwa wakati uliopangwa. Mwongo anaweza kukasirika haraka sana, kubaki mtulivu kwenye tukio la kihisia, au kucheka wakati usio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu ukweli hukumbukwa, uongo hubuniwa, na ubunifu hupata shida kulinganisha hisia na muda. Hisia zinapohisi kulazimishwa, kuchelewa au kupotea mahali, kuna kitu si halisi. Namba 5. Wanakushambulia kwa kuuliza. Hii ndio ishara ya mwisho na iliyo wazi zaidi. Wanapobanwa, waongo hubadilisha mwelekeo. Wanasema, kwa nini uniamini? Unawaza sana. Wewe ndio una matatizo. Hii inaitwa kugeuza lawama. Wanabadilisha swali lako kuwa kosa lako, kwa sababu wakikufanya ujisikie na hatia, unaacha kuuliza maswali. Ukweli hauogopi maswali, uongo uyaogopa. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.